the insert tab. Sasa kwenye part ya insert tab, in Excel, it is used to add extra elements that make your worksheet more meaningful. Kwa hiyo unaweza add charts, tables, pictures, and shapes. It helps you to turn raw data into visuals and interactive tool. For most of your visualization zinafanyika kwenye insert tab. Dashboard zote zinatengenezwa kwenye insert tab. Kuna magroup kadhaa ndani ya insert tab. Kuna tables, kuna illustrations, kuna charts, kuna sparklines, kuna filters, kuna links, kuna symbols. So what does hii group ya kwanza inafanya? Tables. Kuna kitu kinaitwa pivot table. A pivot table ni powerful tool inayokusaidia kusummarize, analyze, and explore large amount of data quickly. Instead of manually calculating totals, average, all counts, pivot table. Yes. Oh, nahisi ni Jene. Jene alinyosha mkono saa zile. Oh, you have another question? Saa zile niliponyosha. So, instead of manually calculating totals, average, all counts, pivot table do it automatically and let you rearrange your data easily. Sasa unakumbuka hapa mwanzoni nilivyokuwa nafanya, nakuja chini na bonyeza autosum hivi. Napata kujua jumla, napata kujua average. So instead of this, hii tool ya pivot table inakusaidia wewe kujua at a glance total ya bidhaa zilizouzwa Arusha, bidhaa zilizouzwa Dodoma at a glance without me calculating manually. So how to do that? You have to select your data range, go to Insert Pivot Table, then you choose where you want the pivot table to appear. You want it to appear in the new sheet or in the existing worksheet. Then after clicking where you want your data to appear, then unaanza kudrag the data. So unaweza ukatafuta maybe total sales per region, average sales per month, highest selling product, and so forth. So mind you, it doesn't change your original data. Ina create a summary. Ndio maana mwanzoni hapa nimesema kwamba pivot table inakuruhusu kuweza kusummarize, analyze, and explore large number of data quickly. So kwenye pivot table hapa, mfano nataka kujua summary ya dataset yangu. Kwa nikibonyeza hapa itaniuliza where do you want this iweze kuwa placed. Nikisema existing worksheet itafanya hapa itatengeneza pivot table. Hapa. Maybe nataka ije hapa. So itakuja hapa pembeni. Hapa. Then summary yangu nitapata hapa
maybe sales, nataka kujua sales representative na mauzo aliyofanya. Nitaweka hapa. Kwa I'll be getting the summary. Kwa instead of mimi kuja hapa kujua Asha iko wapi. Hao ndo wafanya mauzo yangu. Kwa hiyo Asha kakusanya mauzo ya kiasi gani? Kwa instead of mimi kuja kila sehemu namtafuta Asha, it's tiresome. Data ziko zaidi ya 200. Kwa hiyo with this pivot table I will know Asha kakusanya mauzo ya shingapi, John mauzo ya shingapi, Mary mauzo ya shingapi, Neema mauzo ya shingapi, Peter mauzo ya shingapi. I can do a lot. Kama nataka kujua maybe region, kila mkoa nimefanya mauzo ya shingapi. So nitaonyeshwa kwamba Arusha mauzo yangu ni haya, Dar es Salaam mauzo yangu ni haya, Dodoma mauzo yangu ni haya, Mbeya ni haya, Mwanza ni haya. So I'll just get the quick summary ya data yangu. So this is for the existing worksheet. If I want to clear content, nitakuja hapo nita clear. Lakini pia kuna recommended pivot table. So nikifanya hivi, nikibonyeza recommended pivot table, Excel itanirecommend mimi kutafuta summary ya kitu ambacho nataka kukitafuta. It's like a suggestion. Kwa hiyo itanipa suggestions, maybe quantity ulizoziuza per region, price, unit price by sale representative, count zake ni ngapi, sum of the unit plus total, a lot of things watani recommend hapa. So it's either for me to decide na kuplace okay. Kwa it will give me the sum. Kipengele cha mwisho kwenye table ni kwenye insert ni table. Sasa tunajua kabisa kwenye Excel by default data zinakuwa zinawekwa ndani ya nini? Ndani ya cells. Ambazo hizo cells zipo kama nini? Zipo kama table. But mimi nataka kuweka ndani ya nini? Ya table. So I'll just come here and put it inside a table. Then itaniuliza where is the data for your table? I'll select it. So itakuja ita highlight kote, kuanzia juu mpaka chini. Itaniuliza table yangu ina header. Header ni hizi details ambazo zinawakilisha. Kwa nikisema it has a header, itabakisha hizo headers. Press OK. Itakuja. So you can see the dynamic shift nilivyoweka table. Ukiangalia hapa nilivyoweka table kulikuwa kuna table design, lakini the moment nimeweka table design imetokea by default. Sasa table design ni nini? Table design ni namna ambavyo unataka hii table ambayo nimekwisha itengeneza ionekane. So I can come here and select colors. I can filter buttons. Buttons ni hizi za huko juu. Maybe sitaki zionekane. Hazionekaniki. Maybe nataka hizi ziwe na banded. Banded kama zinakuwa zina mkolezo fulani. So I can come and select. Kama nataka zionyeshe total row, then itakuwa inanipa total.
kwa kila row. Maybe header row, I want inipe header ni hizi hapa. So I can select kwamba nataka nione ama nisione. But also I can export the data. I can refresh kama nikiongeza data nyingine. Naweza nikazirefresh hapa. Nika insert slicer. We'll learn more tukifika kwenye upande wa visualization. I just want you to know how is it applied. But also I can remove duplicates ambazo zipo ndani ya table. Kama kuna namba imejirudia, I can remove. I can change the table. Convert to range. But also I can rename table. Hii inaitwa table 1, but naweza nikasema cells table. So nikibadilisha hapo inakuwa imebadilika. So all those things unazipata kwenye nini? Kwenye hii insert upande wa nini? Upande wa table. Then we have illustrations. So what does it do? Mara nyingi zinatumika pale ambapo tunakuwa tunatengeneza dashboard. Maybe tuseme tunataka kutengeneza dashboard. Someone is raising a hand. Karibu Bernard. Habari za usiku. Salama. Samahani. Diana, mimi hapa nilikuwa najaribu kuiset pivot table. Sorry. Rudisha nyuma kidogo. Pivot table. Kile kipengele cha pivot table hapa kwenye cells. Kwa mfano, mimi hapa nimejaribu kuingia nikaweka sehemu ya let's say ni hapa sales person. Umeona? Nikaweka hapo kwa huyo mtu ambaye labda anauza huyo customer name hapo. Customer representative, sales representative. Kwenye seli nyingine. Na hisi nilionao mimi ni home tab, sina ile yeah. Customer representative. Una data nyingine. Nilituma data ya insert tab kwenye WhatsApp group. Yeah. Basi nilionayo mimi ni tofauti. Pole. I think nilionayo ina kipengele kidogo. Unazungumzia hii ya mimi na ile ya home tab bana. Yeah, na home tab ambapo nikijaribu kuinsert, let's say ukienda hapo kwenye customer name, labda click hapo kwa Amanda White. Nikijaribu kuinsert, actually ile option ya sales ndio nawaza kwamba something wrong kwenye data, lakini nikijaribu kutoa inatolea hii label ya majina yao pamoja na nani na hiyo na quantity ambayo kila mtu amefanya, the quantity of product. Yeah, quantity of product. Yeah, ambayo inaita count. Yeah, inaita count. Yeah. Yeah. So the tab hii ya kwanza, ya home tab, ilikuwa ni kwa ajili ya kudemonstrate the home tab. Hopefully umeweza yeah. Hii maelezo yake yalikuwa ni kukuelezea home tab. Sawa. Ili uweze kuelewa vizuri the application of home tab. The tab ambao inaelezea insert tab ni kwenye hii part ya insert.
hapo nielewa vizuri. So try to open it. Naona muda na unaenda. You should open and revise it. Yeah, nitajaribu nitafanyia. Did you see the file WhatsApp group? Kazi. Asante. Poa, karibu. Vishal, karibu. Asante, sorry. Na mimi nitaka kuuliza kidogo hapo kwenye pivot table. Yes. Excel fulani ilitumwa kwa maelezo ya mtumaji ni kwamba ilikuwa ina data nyingi. Lakini email aliyotuma ni email ambayo ina hiyo pivot table tu. So ukitaka kuona more details zilizopo pale, so you just double click kwenye hiyo pivot table. Let's labda kama kwenye namba, labda unaangalia mfano pale ulipoke summary ya labda Arusha umefanya mauzo kiasi gani. Sasa ukitaka kuyaona hayo maelezo in details, ukidouble click ile ile amount automatically kufungulia zile data zote kwenye mchangano wake. Hiyo inafanyikaje? Can you repeat the question vizuri? But data inakuja in form of pivot table. Anakutumia tu pivot table kama pivot table. Hakutumia na hizi Excel nyingine. Lakini sasa wewe ukitaka kuziona hizo data in details, you just double click pale kwenye pivot table, then inakufungulia sheet nyingine ambayo itakuwa ina hizo data zote ambazo ume double click pale kwenye pivot table. Ndani ya pivot table. Yes, let me check kama ninayo ile Excel hapa. Kuna link imekuwa attached ndani ya hiyo sheet. Hapana link yote. Niangalie kama naweza kuona hapo karibu. So unaweza kuta unaendelea wakati na hii ngari hapo. Okay. Then I'll share. So I think time imeisha, but tomorrow tutaanzia hapa kwenye illustrations, then tutaenda kwenye charts, sparklines, filters, links na text. Nataka after the session niwape assignment ya ku test your understanding kwenye home tab. Nitaishare leo tukimaliza hapa. I want to measure your understanding kwenye home tab. Then you Okay, nimeipata. Kuniruhusu ni share screen tuonyeshe kidogo. Ngoja ni idea kwangu. Okay. Yeah. Nimesha okay. Okay. So unaona hapa, kwa hiyo hii Excel imekuwa shared hivi jinsi ilivyo. Let's say labda inaonyesha hii ni partner name na creation alizozifanya. So ukitaka sasa kuziona hizi creation details hapo mimi sioni, naona screen is black. It's going dark.
na nahisi sijui na challenge ya network yangu eneo nilopo. Mimi ninaona. Okay. Sasa tuchukulie mfano kama hii ya kwanza. So nikitaka kuona hizi hapa creation hapa in detail, nikidouble click hapa kwenye namba hapa kwenye total kwa 126. Kama hivi inafungua hii Excel kukuonyesha hizo details zilizopo, ambayo inafungua kwenye sheet nyingine. Kwa ile sheet ya pivot table inakuwepo, then inafungulia detail 1 kukuonyesha sasa hizo detail ambazo umeziona hapo kwenye summary. Embo rudi kwenye hiyo sheet ya pivot. Jaribu ku-click hiyo 126. Hapo juu ni kama hajazifilter. So akiclick inakuja kwenye the whole sheet ya kwanza. Kwa hiyo hapa jina lolote utakalo click itakufungulia sheet nyingine ambayo itakupa hizi number in details. Embo fungua hii ya 906. Hii hapo. Kwa hiyo nifungulia detail 2. So inakufungulia detail ambayo inakuwa ina 906 ama inakufungulia detail ya nini? Yes. Hizo 906 sasa ndo detail zenyewe hizo. Kwa sababu zile 906 ni creations zilizofanyika. Sasa unataka uzione hizo creation in details, kwamba creation zenyewe ndo hizi. I think kwangu mimi it's a new concept. Sijawahi kukutana na that scenario. But I will try to look on it. Kama nikiweza kesho nitakuja na jibu. Na nitashukuru. Other people waweze kunisaidia. Na nashukuru. Wapo. So guys, I think we are done for today. Maybe mpaka kesho Mungu akitujalia. If there's no other questions, I'll send the home tab assignment. Mweze mkajaribu kuevaluate your understanding. Otherwise, usiku mwema. Mungu alinde. Bye bye.